Uajemi ambavyo tunaangalia athari zake zilivyo hasa katika upande wa kiuchumi na mahsusi kabisa katika upande wa bara la Afrika. Tunaungana hapa kwa njia ya simu na mchumi na mtafiti wa masuala ya mahusiano ya kimataifa kwenye uchumi, Bwana James Shikwati akiwa nchini Kenya, ambaye ametafiti na ameandika vitabu kadhaa kuhusu uhusiano wa kiuchumi baina ya Afrika na mataifa mengine. Karibu sana kwenye Kinagaubaga. Asante ndugu Shikwati hapa. Na Bwana Shikwati, vilipotokezea vita vya Ukraine vilipoanza, kitu cha mwanzo ambacho sisi katika mataifa ya Afrika tulikihisi ni ukosefu wa bidhaa muhimu, mafuta, unga wa ngano na vitu vingine. Je, hasara ambayo tulipata Afrika kipindi kile ndio ambayo tunakwenda kuipata wakati huu kwa sababu ya vita ambavyo vinaendelea sasa katika Ghuba ya Uajemi? Hasara ya kwanza, Middle East tunapoita kwa kimombo, ni hub ya ndege nyingi ambazo zinasafiri kuja Afrika. Vita zimelegeza usafirishaji wa Afrika na wageni ambao wanakuja Afrika, wale tunaita watalii. Hilo ni la kwanza. Pili, kuna Waafrika wengi haswa kutoka Afrika Mashariki ambao wanafanya kazi katika nchi za Middle East. Kwa hivyo tukiwa na vita, basi inaleta pressure kwenye nchi zetu za Afrika, na pia huenda itatatiza uwezekano wa hao kuweza kutuma zile hela huwa wanatuma kwa watu ambao walibaki nyumbani ili kuendeleza sera tofauti. Alafu la tatu, tusisahau kwamba mafuta, wengi wa nchi za Afrika wanaitisha mafuta yao kutoka Middle East, na tumeona pale kwamba panapo vita karibu na Iran, kuna ile tunaita Hormuz, ni kama gate ambayo kwa sasa hivi sio rahisi meli kuweza kupita, kuingia na kutoka na kuweza kuleta bidhaa za mafuta katika nchi za Afrika. Nitakuja katika lile jambo la pili ambalo umelitaja, ukweli kwamba tofauti na ilivyokuwa Ukraine ambako hakuna idadi kubwa ya Waafrika ambao wanaishi katika maeneo hayo kufanya kazi, maeneo ya Mashariki ya Kati, maeneo ya Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Arabuni, kuna idadi kubwa sana ya Waafrika ambao wanafanya kazi katika maeneo. Kwa hivyo nasema kwamba ile pesa ambayo walikuwa wanaleta nyumbani ambayo inasaidia sana katika maisha yao, kwa hivyo inakosekana hasa. Nataka kidogo utupe mahesabu ya kiuchumi, kiwango cha fedha ambacho kinatoa katika kwa wafanyakazi wa Kiafrika ambao wapo katika mataifa ya kigeni, kia nafasi gani kwenye uchumi wa nchi za Kiafrika, hata kama zinapokosekana ikawa unadhani patakuwa na tatizo la kiuchumi? Nikijaribu kusema tukitumia Kenya peke yake, tuseme karibu milioni 50 million dollars. Na tena hiyo ni Kenya peke yake. Kwa hivyo hatujaongelea Uganda, hatujaongelea Tanzania, hata hatujasonga chini kwenda West Africa kule. Hiyo ni mfano tu. Kwa hivyo tukiweka Afrika yote pamoja, utapata kwamba ile remittances zenye zinatoka nchi za Uarabuni kuja huku huenda zikafika karibu bilioni hata 3 hivi dola. Pia tena itakuwa changamoto ya Waafrika wanaweza wakasaidiaje wenzao ambao wanaishi katika hizo nchi. Kwa hivyo ni changamoto kubwa ile, kwa kimombo wanasema humanitarian, ambayo huenda ikatokea pale. Tatizo la kibinadamu kwamba itabidi mataifa ya Afrika yagharamike fedha zake zenyewe kuwahudumia watu ambao wako taifa hayo, ikibidi lazima wanapaswa kuwahamisha au kuwahudumia katika kipindi ambacho shida inaelekea. Unakusudia hivi bila shaka? Kwa hivyo changamoto kubwa sana ambayo hiyo ni ya kibinadamu. Hatujaingilia kibiashara. Naam. Kwa sababu ya kibiashara, hapo ndipo nilipotaja mambo ya mafuta. Bei ya mafuta ikienda juu, basi uchumi zote huwa zinapata tatizo, kwa sababu tunaita cost of production, ile pesa ambazo zinatumika kwenye viwanda, kwenye ukulima, kwenye usafirishaji. Utapata nchi nyingi za Afrika zinategemea kwa mfano mashine ya diesel kuweza kutengeza stima, ama mnahitaji electricity, umeme. Lakini angalau Kenya tunatumia ile renewables, ile ya maji. Lakini kunazo nchi zingine hazina uwezo kama huo. Kwa hivyo changamoto ni kubwa tukiendelea katika
hali ya kuweza kuhakikisha kwamba viwanda viendelee kama kawaida. Mwanzo tumezungumzia kwamba Bwana Shikwati, Arabuni ni kituo cha kibiashara ambapo watu wanachukua bidhaa kusambaza kwingineko ulimwenguni. Kwa maana hiyo bidhaa kutoka zinaingia kutoka kwa Afrika, kutoka Dubai kwa mfano, au kutoka Abu Dhabi au wapi. Lakini vipi kuhusu biashara ambayo inatoka Afrika kwenda ndani ya eneo hilo? Utapata sisi ndio tunatuma mbuzi kule, tunatuma ng'ombe kutoka kama Kenya na Tanzania pia. Kwa hivyo kuna tatizo. Changamoto ni kwamba kituo cha biashara cha Uarabuni, hata wengi ambao wanaitisha magari wamekuwa wanaitisha kutoka pale kituo cha biashara kama hub Uarabuni huko. Sasa kuna matatizo, huwezi ukaweza kutoa magari. Pili, tukiangalia namna ya visa ya watu kusafiri, hizi ni nchi ambazo zimekuwa zinafungua mlango wao kwa Afrika kutembea huko. Utapata wengi wa Afrika, hata wa serikali, wanapenda kutembea Dubai, wapi, kufanya kile kwa kimombo tunaita benchmarking, yani namna ya kuendeza sera za serikali. Kwa sababu kupata visa kwenda kama Europa ni vigumu, kwenda Marekani ni vigumu, lakini hapa imekuwa ni kama mlango wao kwa wazi. Hawana mambo mengi tunapotaka kuwatembelea. Ikiwa changamoto hizi ambazo umezitaja zitaathiri uchumi wa bara la Afrika ndani ya kipindi ambacho hatujui vita hivi vitaendelea mpaka muda gani, kwa hakika ndio kwanza vimeanza hivi, kama vitasitishwa au la, unaona kwamba Afrika inaweza ikakabiliwa na njia gani ya kuweza kujijenga upya, kando ya kupata nishati ya mafuta kwa mfano kutoka yako mengi sana Angola? Si kwamba hakuna biashara ambayo unaweza kuisambaza ndani ya Afrika, yenyewe ipo ya kutosha. Je, unaona kwamba inawezekana pakapatikana funzo la sisi kuweza kujimarisha kiuchumi ndani yetu, ili vikitokezea vita kama hivi kwa wenzetu visiwe sababu ya kutuua kiuchumi? Kuna uwezekano kwamba sasa wale ambao tunawaita wawekezaji wataanza kutoa hela za kuwekeza Afrika ili kukuza biashara za nishati ya mafuta katika hizo nchi ambazo zina mafuta kama Nigeria, Angola, tukikuja hapa Tanzania ambao pia wana ile tunaita natural gas. Kwa hivyo kuna uwezekano sasa, lakini hicho si kitu kitafanyika kesho, lakini kuna uwezekano kwamba sasa hela zitaanza kuingia kwenye utoaji wa nishati ya mafuta katika hizi nchi ambazo zina mafuta tayari, ili kuweza kushughulikia mahitaji ya soko la Afrika na mahitaji ya soko ya ulimwengu. Lakini changamoto kubwa ni kwamba tusisahau Uarabuni wamekuwa kama kile kituo cha biashara rahisi kwa nchi za Asia kupata mafuta, Europa kupata mafuta na Afrika kupata mafuta. Lakini kwa sisi kama Afrika ni vigumu sasa kwa sasa hivi kuweza kusema ni wapi tutaweka kituo chetu cha biashara ili wengine wote waweze kupata mafuta kwa urahisi. Bwana James Shikwati, nakushukuru sana kabisa kuungana nasi kwenye Kinagaubaga hivi leo kutathmini na kuchambua athari za kiuchumi za mgogoro wa Ghuba ya Uajemi hivi sasa na Arabuni kutokana na vita ambavyo vimeanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Asante sana kabisa. Shukrani na siku njema.